kwamba tuna vishikwambi, tumepewa vishikwambi. Sasa kwenye hivyo vishikwambi ni vyema tukaweka nyenzo za kufanya kazi, na kimsingi tuna nyenzo 4 na ya 5 itafuata baadaye, na ya 6 itafuata baadaye, lakini kwa sasa tuna nyenzo kubwa 4. Nyenzo ya kwanza ya kufanya kazi ni Dira ya Maendeleo ya Taifa ya mwaka 2050. Nyenzo ya pili ni Ilani ya Chama cha Mapinduzi. Nyenzo ya tatu ni hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati atazindua Bunge la 13. Mheshimiwa Mbunge tunayopenda. Na nyenzo ya 4 ni ahadi za Mheshimiwa Rais. Sasa kuna zile ahadi za kitaifa na zile ahadi ambazo zitatugusa kwenye maendeleo yetu moja kwa moja. Sasa vishikwambi hivyo, ningependa pia nitoe ushauri kwa mkurugenzi na kwa watendaji wajaribu kuweka hizo nyenzo kubwa 4 kwenye kila kishikwambi viingie hivyo, ili kusudi Mheshimiwa Diwani aweze kuwa na ujengaji wa hoja ulionyooka. Anaposema kwamba ningependa kwenye kata yangu kuna hichi, au ana sehemu ya kufanyia rejea. Jambo hili limetajwa hata kwenye Ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa sababu anayo kwenye kishikwambi chake. Nyenzo ya 5, sasa hili ni jukumu lenu kuitafuta, na haipatikani kokote nyenzo ya 5 zaidi ya kwenda kuwasikiliza wananchi wetu kule kwenye kata zetu, kwenye vijiji vyetu wanataka nini. Kwa hizi nyenzo 4 utapewa, hizo zipo, wataalamu wanazo, watawekea kwenye vishikwambi vyetu. Nyenzo hiyo ya 5 sasa, hiyo ni ujanja wa kila diwani na ubunifu wa kila diwani, kwa sababu hiyo haipatikani kwenye ofisi humu, inapatikana kwa wananchi wetu. Na mimi niwaambie kwa uzoefu mdogo hapo, nipo hapa kwenye halmashauri ya Mvomero, wananchi kule hawahitaji kuhutubiwa muda mrefu, wanahitaji kusikilizwa muda mrefu. Kuna kauli moja kiongozi mmoja alisema, unapokwenda kwa wananchi usiende kuwaelimisha, nenda kawahamasisha, kwa sababu wanajua wanachotaka. Ukiwasikiliza utakuwa una nyenzo ya 5 nzuri zaidi ya kujenga hoja. Utasikiliza mawazo yao, utayahusianisha na yale mambo mangapi? 4. Jambo analosema huyu mwananchi baada ya kumsikiliza linaenda kwenye Dira ya Maendeleo ya Taifa 2050, linaenda kulala kwenye ilani ya CCM, au linakwenda kulala kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais, au kwenye ahadi za Mheshimiwa Rais, au ni jambo jipya kabisa uanze kujengea. Kwa jambo hili la 5 linahitaji utulivu wa kusikiliza. Kwa tunapokwenda kufanya mikutano yetu ya hadhara kuanzia leo baada ya kuwa tumeapishwa, kama umepanga kuzungumza dakika 30, dakika 20 ndio za kuwasikiliza wananchi, dakika 10 za kuzungumza wewe. Sababu kwa uzoefu uliopo, wananchi wanahitaji kusikilizwa kuliko kusikiliza. Ukishasikiliza utakuwa na uwezo mkubwa wa kuzungumza mambo ambayo wao wanayataka. Kwa mimi niwaombe sana waheshimiwa madiwani wateule, niwaombe sana, hii nyenzo ya 5 ni nyenzo muhimu. Ndio maana nimesema nyenzo hii ya 5 ni kila mmoja na ujanja wake, na hii ndio waga mara nyingi wakati mwingine waga inakwenda kutofautisha huko mbele, ni kwa namna gani una uwezo wa kusikiliza na kuchukua nyenzo ya 5 na kuhusisha kwenye nyenzo 4 hizi ambazo nimeshasema. Kwa mimi niwaombe sana waheshimiwa madiwani wateule, leo mnapokwenda kuapishwa mjue kabisa kwamba mna jukumu kubwa la kwenda kuifanyia kazi nyenzo ya 5 ambayo ni kwenda kuwasikiliza wananchi. Mheshimiwa Rais ana imani kubwa sana na baraza hili, na yeye kwa nafasi yake hawezi kuja kwenye kila kata kutembea. Anajua na mwakilishi wangu ambaye ni Mheshimiwa Diwani wa kata ya Mzinga, wa kata ya Chenzema, wa kata ya Nyandira, wa kata ya Kinga, wa kata zote 30. Huko wanachapa kazi kama ambavyo mimi nachapa kazi kwenye ngazi ya kitaifa. Kwa kile utakachokifanya maana yake unamwakilisha Mheshimiwa Rais. Kwa sababu kiitifaki tunasema kwamba Mheshimiwa Rais ndio mwanasiasa namba. Kwenye utumishi tunasema pia Mheshimiwa Rais ndio utumishi namba